Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nina furaha sana kuona nimeweza kushuka hapa Iringa kwa kutumia ndege kubwa. Mara nyingi tumekuwa tukija hapa Iringa tunatumia ndege ndogo kwa sababu uwanja ulikuwa hauwezi kuzipokea ndege kubwa. Na niko na engineer hapa ambaye yeye ni engineer ambaye anadili na mradi wa uwanja wa ndege hapa Iringa. Kiuhalisia, naomba ndugu zangu waandishi wa habari msije mkasita hata kidogo kuyasema yale yaliyo mema ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wetu amefanya kazi kubwa sana kwenye uwanja huu wa ndege. Na engineer, nadhani tuende kwa pembeni kwa sababu hapa huduma za bizi ziendelee. Tuende kwa pembeni pale ili uweze kutuambia ni nini ambacho kinaendelea hapa katika uwanja wa ndege wa Dr. Kazi kubwa ambayo imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika uwanja huu wa ndege hapa Iringa ni kuhakikisha sasa ndege kubwa zinatua hapa Iringa. Mara nyingi tumekuwa tunatumia ndege ndogo ambazo kiuhalisia huwezi kuenjoy kama ukipanda ndege kubwa. Lakini pia watu wa Iringa walikuwa hawana option kwamba anaweza kaamua kupanda basi na muda mwingine anaweza kaamua kupanda ndege. Lakini this time tumeiona ndege kubwa kama Precision Air inakuja hapa, Air Tanzania kubwa inakuja hapa. Hii ni fahari kwa watu wa Iringa na wao waweze kuwa na option kwamba nitapanda basi au nitapanda ndege. Mtu anapata mgonjwa anakuwa na uwezo wa kumharakisha mgonjwa wake kumfikisha Dar es Salaam. Sasa engineer, karibu kwanza. Moja kati ya vitu ambavyo nataka kujua, sawa, kwa nini uwanja huu ulikuwa huwezi kutua ndege kubwa? Kwa majina naitwa Engineer Salum Inuka, ni msimamizi wa mradi wa Iringa Airport. Kabla uwanja ulikuwa ni mdogo, ulikuwa kilomita 1.6. Sasa hizi tumeenda kuongeza mpaka kilomita 2.1. Okay. Na kujenga maegesho ya ndege mapya. Okay. Na kujenga njia ya kuchepuka ndege yani taxiway. Ambapo before hazikuwepo, lakini pia kuboresha jengo la zimamoto. Okay. Kujenga kituo cha nishati, yani kwa maana kwamba uwanja uweze kufanya kazi usiku na mchana. Okay. Wakati before ilikuwa tunatoa mchana. Hapo sasa hivi uwanja umefungwa taa. Kwa ndege usiku inaweza katua. Muda wote usiku ndege inatua. Masaa 24. Okay. Ni kiasi gani cha pesa ambacho kimewekwa hapa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kutanua uwanja huu, lakini pia kuboresha baadhi ya maeneo ambayo yanahusiana na uwanja huu wa ndege? Kiasi ambacho kimewekwa cha fedha kimetumika kiasi cha shilingi bilioni 63 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa uwanja wa ndege wa Iringa. Lakini pia kwa mkandarasi. Lakini pia kimetumika kiasi cha shilingi zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya msimamizi wa mradi. Kwa jumla kama bilioni zaidi ya 64 zimetumika kwenye mradi. Pesa hizi zimekuja wakati gani? Mwaka gani kwa mfano? Hizi pesa tulianza mradi 2020, tumemaliza 2024. Ndio. Kwa hiyo wakati wa huo muda pesa zote zimetolewa. Okay. Kwa hiyo kwenye uwanja huu wa ndege Dr. Samia Suluhu Hassan ameparticipate kwa asilimia ngapi katika kuutanua? Tunashukuru rais wetu ameparticipate kwa asilimia 100. Aliweka jiwe la msingi na sasa tumemaliza uwanja. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais wa Tanzania. Okay. Jamani, nikisikia maneno kama hayo, rais amejenga uwanja, ameutanua na kuwafanya watu wa Iringa waweze kutua kwa amani, waweze kutua kwa furaha, waweze kutumia ndege kubwa. Tukiyasema hata hayo, kuna watu wengine hawapendi, wanachukia. Hawapendi kusikia tunasema yaliyo mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Naitwa Engineer Salum Inuka, ni msimamizi wa mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa Iringa kutoka TANROADS Iringa. Sisi kama wasimamizi tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, mama hana deni. Mama kazi kubwa imefanywa, na maneno haya ni ya engineer ambaye amesimamia utanuzi wa uwanja wa ndege hapa Iringa. Unasema kwamba mama hana deni. Hana deni kabisa. Kwa moyo mweupe. Huyu ni engineer. Mimi Baba Levo nisemeje? Tukiwa hapa ya Iringa ilikuwa ni ngumu sana kuondoka bila kufika sehemu ambako mama amegusa kwenye afya. Na lengo letu waandishi wa habari, nadhani mnakumbuka tulikubaliana kwamba miradi ambayo tutaigusa itahusu afya, elimu, miundombinu na biashara.
mara nyingi tumekuwa tumeona kuhusiana na miundombinu, na hapa Iringa tutaona pia kuhusu miundombinu, lakini nikaambiwa kuna hospitali ambayo ilijengwa muda mrefu sana, baadhi ya majengo, lakini katika utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja ameiboresha zaidi, lakini pili ameleta vifaa tiba. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan aliliona hilo na kwa namna moja au nyingine akafanikisha kuleta vifaa tiba hapa hospitali ya Kilolo Iringa. Maneno haya yasinitoke mimi, niko na daktari ambaye yeye anahudumu hapa katika hospitali ya wilaya ya Kilolo. Naomba utupe kwa ufupi sana, katika utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni vitu gani vimefanyika katika hospitali hii ya Kilolo? Asante. Kwa majina naitwa Edson Kisuda, ni kaimu mganga mfawizi hapa katika hospitali ya wilaya ya Kilolo. Kimsingi katika uongozi wa mama tumefanikiwa kupata nyongeza ya watumishi. Okay. Katika hospitali hii tulianza na watumishi 5 tu na baadaye watumishi wengine 12 kuhamia. Okay. Lakini kwa kipindi cha miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan tumefanikiwa kupata nyongeza ya watumishi zaidi ya 60. Kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana. Kutoka 5, 12 wakaongezeka wengine 60. Wakaongezeka wengine 60. Watumishi na maana madaktari pamoja na manesi. Madaktari, wauguzi, wataalamu wa radiolojia, wataalamu wa meno, wote hao tumewapata ndani ya kipindi cha hii miaka 4 ya mama. Okay. Kwa kimsingi tumeboresha huduma zetu. Kwa sasa hivi mgonjwa akitoka kijijini anahitaji kupata huduma kwa mfano za mionzi, anaweza kaipata akiwa hapa. Lakini si hayo tu. Pamoja na watumishi, miundombinu ya kutolea huduma. Hatukuwa na jengo la kuhifadhia miili. Lakini katika utawala wa mama aliidhinisha fedha tukaweza kufanikiwa kujenga jengo la kuhifadhia miili. Okay. Pamoja na hayo tumepata pia jengo la wagonjwa mahututi lenye vitanda zaidi ya 12 lakini na vifaa vyake vyote kama inavyostahiki. Okay. Lakini pia katika hospitali yetu hatukuwa na idara ya meno, kinywa na meno, lakini baada ya mama kuingia madarakani akaidhinisha fedha, kwa sasa hivi tuna jengo ambalo tunatoa huduma za kinywa na meno. Pamoja na hayo ametujengea chumba kikubwa cha kufanyia upasuaji, sio kimoja tu. Ametujengea vyumba viwili na vyumba vyote viwili hivyo kwa ajili ya kufanya operation. Kwa ajili ya kufanya operation nje ya zile za kutoa mtoto tumboni. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuna uwezo wa kutoa operation za aina mbalimbali. Okay? Ndiyo. Okay. Nadhani tumesikia na tumeelewa kwamba kitu alichokiboresha mama ni pamoja na kuleta wafanyakazi. Kwa kweli kukiwa na hospitali hakuna vifaa tiba, hakuna madaktari, ndio ile watu wanakaa wanamsubiria daktari mmoja masaa 3 masaa 2, lakini mama kawamwaga hapa madaktari wa kutosha kwa ajili ya kuhakikisha watu wanapata huduma. Na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwagusa watu wa Kilolo na Iringa kwa ujumla pamoja na mikoa ya jirani, vijiji ambavyo vinazunguka Kilolo, kwa kuwaleta wataalamu kama nyie, lakini pia kuleta vifaa tiba na kujenga majengo ya kisasa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Tulisema tufike tushuhudie. Maana tumekuwa tukisikia kama kuna vifaa tiba, lakini tukasema tufike tushuhudie. Kwa kweli kwa hichi ambacho tumekiona, hakika Dr. Samia Suluhu Hassan hana deni. Naitwa Edson M. Kisuda, ni kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya wilaya ya Kilolo. Tunamshukuru Mama Samia kwa majengo aliyotupatia, lakini pia kwa vifaa tiba. Kimsingi mama hana deni. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Asanteni. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6, tunashukuru sana Wizara ya Afya kwa hichi ambacho wamewafanyia watu wa Kilolo, kuwatengenezea hospitali ya wilaya ya kisasa zaidi. Na tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha anaiboresha hospitali hii. Vyovyote walivyovisema tumeviona kwa macho. Kwa tunashukuru sana. Na kwa kusema haya, kwa hapa hospitali ya wilaya ya Kilolo Iringa, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine hana deni. Mama hana deni. Sema mama hana deni. Mama hana deni. Asante sana. Wakazi wa Iringa watakuwa ni mashahidi au mashuhuda wa mateso waliokuwa wanayapitia kwa safari ya kutoka Iringa kwenda Kilolo wilayani. Barabara ya vumbi,
yenye makorongo mengi, yenye mateso makubwa. Mvua zikinyesha walikuwa wanateseka vibaya mno. Mateso hayo, habari zilimfikia Dr. Samia Suluhu Hassan, akamwagiza waziri wa ujenzi mzee wangu Ulega ahakikishe barabara ya kutoka Iringa mpaka Kilolo inakuwa ya lami. Kwa kushirikiana na wabunge wa Iringa kwa pamoja, barabara ya kutoka Iringa kwenda Kilolo kilomita zaidi ya 33.6 zimetengenezwa hapa Iringa kwenda Kilolo. Mama Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 60 kwa ajili ya kukamilisha barabara hii. Na hapa nilipo nimesimama juu ya mtambo wa mkandarasi. Mkandarasi yuko site kwa ajili ya kuhakikisha barabara kiwango cha lami inapatikana hapa Kilolo. Kilolo Iringa, Iringa Kilolo. Wakazi wa Iringa, shukurani zao kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwaondoa kwenye mateso ya kutembea kilomita chache kwa masaa mengi inakwenda kufutika 2025. Hongera Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya uliowatendea wakazi wa Iringa. Hongera Mheshimiwa Waziri Ulega kwa kazi kubwa uliyoifanya ya kuhakikisha Iringa Kilolo barabara inakwenda kuwa lami kutoka vumbi na mashimo makubwa. Niko hapa Iringa Kilolo, nashuhudia kwa macho kazi kubwa inayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Zaidi ya bilioni 60 zimetolewa hapa, kilomita 36. Naitwa Baba P, babake na Levo. Mama hana deni Kilolo. How are you, boss? Yes, I'm good. Thank you. Yeah, okay. I need to know about this project. When you are going to finish this project? This project will be finished end of this year because the overtime is next year's January 29. Okay. It means end of this year will be open traffic about from Ipogolo to Kilolo. Okay. End of this year? Yes. Okay. Everything is okay? Yes, everything is okay. What about payment? It's okay? Payment is very, very good in time. Mama Samia is finished? Yes. Give us a lot of support. Okay. We are so happy, and I like the speed. You have speed. I see the from Iringa to Kilolo, everywhere the people they are walking. So that is very nice. Yeah, this time the program is slower than before because of the rain. Yeah. If dry season, we will pay our full pressure for finish this project. Okay. Thank you very much. You're welcome. Nadhani unaelewa kama amesema kwamba kazi hii anaifanya na mwisho wa mwaka huu ndo atakuwa amemaliza, amekabidhi. Na nimemuuliza kuhusiana na malipo, kazungumzia kama malipo yake yanalipwa vizuri. Ndio maana kila sehemu watu wako wanafanya kazi. Niko na engineer ambaye ni mzawa hapa, ambaye yeye ndo anamsimamia Mchina. Kwa majina naitwa Engineer Salum Mwinuka, ni engineer wa miradi kutoka ofisi ya Manager TANROADS Iringa, na pia ni msimamizi wa mradi wa ujenzi wa barabara hii kutoka Iringa kwenda Kilolo kwa kiwango cha lami. Nataka kujua barabara hii inahusisha ujenzi wake unahusisha nini na nini? Barabara hii inahusisha ujenzi wa madaraja makubwa mawili. Okay. Box culvert. 11. Culvert zile za duara. Line 54. Okay. Itahusisha pia ujenzi wa mitaro pembeni mwa barabara kushoto na kulia. Okay. Itahusisha pia ujenzi wa taa. Kuna baadhi ya taa kwa ajili ya mwanga usiku kwenye baadhi ya vijiji. Tunashukuru kwa mara nyingine tena tunakutana na kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 hapa Iringa. Tuko Iringa na bado tutaendelea kuwepo Iringa mpaka tumalize miradi yote ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunamshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii miradi mikubwa. Mama hana deni. Tunashukuru sana. Mama hana deni. Ama kweli Tanzania inapendeza. Ilani ya chama Rais Samia anatekeleza. My name is Temalale Bakari and I'm in Form 5. I'm a PCB taker. Many congratulations to our Mama Samia. She's very incredible. She's very amazing woman that I can take she's my mother. Like a mother to me. So
thanks and congratulations to Mama Samia. Which promise you can promise Mama Samia? I would like to promise from the bottom of my heart that I will do better. And I'm going to promise her that I'm going to score a 1.3, 100 sure. That is my promise to her. Wani ya tatu. Yeah. Ndugu waandishi wa habari, bado tuko Iringa na tulikubaliana kwamba kila mkoa tutakaofika lazima tutembelee miradi ambayo inahusisha miundombinu, elimu, afya na biashara. Na tumetembelea baadhi ya miradi yanayohusu miundombinu, lakini hapa tulipo tuko katika shule nyingine ambayo imejengwa hapa Iringa. Ni shule ambayo inahusisha mabinti. Moja kati ya zile shule ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amezijenga kwenye kila mkoa. Kila mkoa utakapokwenda utakuta kuna mkono wa Dr. Samia Suluhu Hassan ameugusa kuhusiana na swala la elimu. Na ndio maana tumesema tufike tuone kama ni kweli na Iringa ipo, na tumekutana nayo hapa, na pembeni yangu yuko mmoja kati ya viongozi katika shule hii. Jina langu ninaitwa Nadia Tumigwe Msokwa, mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Lugalo hapa mkoa wa Iringa. Asante. Asante sana. Shule ya sekondari Lugalo ni shule maalum ya wasichana ambayo imejengwa chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule hii ilianza kujengwa mwaka 2023 mwezi wa 9. Okay. Na sasa ina wanafunzi 224. Kidato cha kwanza pamoja na kidato cha 5. Kidato cha kwanza mpaka kidato cha 5. Ndio. Okay. Unaweza kukumbuka gharama labda ya ujenzi wa hii shule? Mpaka sasa shule hii imetumia shilingi bilioni 4.4. Bilioni 4.4 zote zimeletwa hapa. Na bado inaendelea. Ndio, zote zimeletwa hapa. Sasa hivi kitu gani ambacho kinaendelea sasa hivi na kitu gani ambacho kimeshakwisha tayari kimekamilika kwenye shule? Mpaka sasa hivi miradi yote ambayo ilikuwa imetekelezwa kwa awamu ya kwanza imeshakamilika. Na sasa ni miradi gani? Ni mabweni 8, jengo la utawala, lakini nyumba za walimu 3, madarasa 10, ndio, chumba cha tehama. Okay. Ndio. Okay. Mwisho kabisa, moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanapenda kujua kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga shule kwa ajili ya wanafunzi mabinti zetu. Ufaulu wa watoto ukoje? Uko vizuri sana. Ninampongeza sana mama. Kwanza tumepata watoto ambao wanatambua sana umuhimu wa elimu. Ndio. Na nina imani watafanya vizuri. Miundombinu ambayo mama ameijenga chini yake, hii inaweka mazingira maalum ya kupata elimu bora. Okay, mradi ambao unaendelea sasa hivi ni nini? Baada ya hiyo mabweni, madarasa, nyumba za walimu pamoja na maabara, nini ambacho kinaendelea sasa hivi? Kwa sasa hivi mama alituongezea fedha ya shilingi bilioni 1.1 ambapo sasa tunajenga tena mabweni 4, nyumba 3 za walimu, lakini ameongezea tena madarasa 10 ambayo yanajengwa kwa awamu ya pili na yenyewe kwa hatua ya mwisho ya ukamilishaji. Lakini bila kusahau ameongeza chumba cha library kwa ajili ya watoto kuweza kujisomea. Ndio. Haya, jamani, nadhani mnamsikia mkuu wa shule mama yetu hapa akielezea kuhusiana na kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika shule hii. Inaitwa Lugalo Girls. Inaitwa Lugalo Girls. Na kiuhalisia sisi ni waandishi wa habari. Sisi tumekuja kuangazia je, kile kitu ambacho kinasemwa kwamba mama kajenga, je, kajenga kweli? Moja kati ya kitu cha muhimu sana ambacho watu wanapaswa kujua, walimu wengi wamekuwa wanashindwa kukaa kwenye mazingira ya shule kwa sababu wanakuwa hawana makazi mazuri ya kuishi, lakini pia wanafunzi wamekuwa wanaishi kwenye maisha magumu sana kutokana na mabweni kuwa mabweni ya hovyo, mabweni kutokuwa na mabweni mazuri. Lakini hapa ukiangalia kila kitu kimewekwa proper na kimewekwa kisasa kabisa, kuanzia nyumba za walimu, kuanzia mabweni, kuanzia mabwalo, kuanzia ofisi za walimu, kila kitu kimewekwa katika standard ya kimataifa. Jina langu naitwa Nadia Tumigwe Msokwa. Mimi ni mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Lugalo. Mama hana deni. Kwa majina naitwa Tima Lale Bakari. Napenda kumpongeza mimi pamoja na niaba ya wanafunzi wenzangu kwa kazi aliyoifanya Mama Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha sisi wasichana sasa kwenye masomo ya sayansi. Kwa kusema hayo, napenda kumpongeza kwa Mama Samia hana deni. Shukrani sana.